Nabu. Usinishangae. Wale sio unaniona naye hapa. Ndio alikuwa nao mamako. Na maanisha alikuwa ni mchawi. Halafu na kuona wewe unampambania sana mdogo wako. Na kushangaa sana. Unaweza kushindana na mimi? Sasa unapoelekea unataka kumshika Simba Sharu. Mama, kwani shida ni nini mama yangu? Tumekukosea nini? Maana naona hii ni mara pili unaniambia hili swala. Kuna nini mama? Shida sio nyinyi. Shida ni mama yako. Amekula vya watu, vya kwake amekataza visiliwe. Lakini ni mama, sio sisi. Sisi tumefanya nini sasa? Basi sema unachotaka ili tukupe, wachana na sisi. Ninachokitaka unaweza ukanipa? Mimi nataka roho ya mdogo wako. Unasema? Hapana mama. Hapana mama, haiwezekani. Roho ya mdogo wangu mimi? Hapana mama. Hapana. Mimi nimebakia na mdogo wangu. Sina mama, sina baba. Mdogo wangu ndo kila kitu mamangu. Hapana mdogo wangu, hapana, siwezi kukupa mdogo. Huwezi kumchukua mdogo wangu. Huwezi. Ninachokitaka ni hicho, hakuna kingine. Alafu huyo Chendo anayewasaidia mpaka ametoa kiumbe changu kwenye mwili wa mdogo wako. Mkumbuke, mtalipia. Kwanza shoga zangu nimekuja na umbea leo. Tena umbea wenyewe kuntu. Hivi mnamjua Kata? Kata ndo nani? Bwana wewe. Mkaka fulani hivi mzuri mzuri handsome. Alikuwa amepanga pale alipokuwa anakaa kadogo. Kwanza hilo jina ndo nalisikia leo kutoka kwako. Huyo Kata hata simfahamu. Achana na, yani hata nikiwaelezea kama mjui tu. Ila ni alikuwa mkaka mzuri jamani. Anavutia nyinyi. Yani hata nyinyi mngemuona msingekataa kutoka naye. Ila kilichonishangaza, jana amekuja kwangu. Kuja kwangu mimi nilikuwa sijui kama ni yeye. Umeona? Nilikuwa zangu ndani nimekaa. Mara nikaanza kusikia nyimbo. Ila katika kuimbwa zile nyimbo sijui zinaimbwa kilugha cha wapi. Yaani ni nyimbo za ajabu ajabu ajabu. Nitoke nje kuja kuangalia na mkuta huyo mkaka. Kaka pembeni mwenyewe anajikinga mvua. Mimi nikajua mzima. Nikatoka niende nikamuuliza, "We Kata, vipi hapo kwangu?" Ananichekea. Namuuliza, "Unacheka nini?" Kuja kugundua kumbe dishi limeyumba na timoja ishachomoka zamani. Nimsogelee tena nataka kupigana na mimi. Nikasema wewe simtanie wewe. Nikampiga ngumi hizi 2. Yaani ukimwangalia kalulu mko uso mzima. Ndio akaja rafiki yake kuja kumtetea, aanze kupigana na mimi. Nilimtia kibao kimoja cha mdomo. Mpaka leo mdomo wake kuangalia umevimba. Wewe mwanetu kiboko. Wewe ujasiri umeupata lini na kupiga vidume viwili? Acha kutuchota wenzio, hiyo kambako tunairuka.
Shoga yangu mwalimu, sikia. Punguza kamdomo. Unaona ukute kule limetokea jambo lingine afu huku unakuja kusema jambo lingine. Ndio yale. Siku hapa nimekutia mabanzi afu unasema leo umepiga wanaume wawili. Sasa jiangalie usije ukapigwa tena. Alafu kingine, punguza kamdomo kata kuponza. Bidada acha kujiproud. Kwa kibao gani ulichonipiga? Ai kakaangu wewe handsome boy. Shikamoo. Marhaba. Shikamoo. Marhaba. Shikamoo. Marhaba. Nishakwambia unakaza. Masao kumwangalia kangu kama mama mimi sitaki. Sio sitaki mimi maifi michaluko. Cheki kumlaki alivyomshuka kama mshumaa. Madam Mkunde. Zakia, habari yako? Safi. Mzima kabisa. Mimi mzima. Naona mtaa ushakuzoea sasa. Vile vipesa vya bumbumu vimeshaisha sasa hivi. Si unajua tena kupambana madam. Nipo najitafuta. Sawa. Na unaelekea wapi sasa? Huo mguu unaoniona kuna sehemu naelekea huko chini. Alafu kwani wewe nyumbani kwako ni mtaa hii? Mimi sikai mbali sana na hapa. Kwa hiyo kabla hujaenda safari yako naona twende kwanza nyumbani tukapige story mbili tatu kidogo. Basi sawa, kwa kuwa umesema madamu wangu. Mimi nani mpaka nibishi. Twende. Twende. Nimekumisi sana unajua. Nimekumisi pia. Ito unamuelewa. Mimi ugombeni sitaki kuingilia. Subira. Kulikuwa na nguo zangu kwenye kamba pale lakini sizioni, zipo wapi? Nilizifua. Sawa, ni vizuri umefua, lakini miongoni katika zile nguo kulikuwa na kitu changu kwenye mfuko wa suruali. Vipi hujakiona? Kulikuwa kuna hela, kulikuwa na dhahabu au kulikuwa nini cha maana labda? Ina maana kungekuwa na hiyo dhahabu au pesa mimi ningekwambia, lakini nishakwambia kuna kitu na ndio maana nimekuuliza hivyo. Mimi nilikuwa nataka kimkamkaa hivi kidogo. Huo ndio unahitaji. Uko wapi? Umeweka mfukoni? Kwani mimi nitunze mkaa mfukoni, baadaye nitunze hela niweze kutunza mikaa. Nilitoka kule. Yemwe. Sha? Yaani subira, umesema umetupa wapi? Kule. Kwa nenda kutafuta nini kule? Usichokelewa nini hapa? Aenda kutafuta mkaa. Mkaa? Kwani uwaga mnapiga zamu ya kupika? Manunu koma, nitakutia mkofi wewe. Nondo unapanda kichwani yetu, unataka kunizoea. Fanya lokomo kama mshumaa. Shoga, hapa tuondoke, sio pa kukaa. Hii familia sio ya kuingilia, maana hivi tu ni mkaa. Tuondoke. Yaani mdogo wangu sikufichi. Yaani siku ya leo umenikosea sehemu kubwa sana. Mimi nikwambie tu hivyo. Yaani siku zote huwa naona unanikosea, lakini ile la leo ni next level. Umevuka mpaka mdogo wangu. Siku zingine mwe mnaulizaga basi. Kaobi vidai na macho yangu, usije ukanitoa chongo bure nikasioni. Mimi nikajua kitu cha maana ambacho unataka kupata kwenda kufika mbele za maki zangu mpaka mwanzo kuniambia kama mimi naitwa napenda sema kupika. Ingekuwa ni Yesu ungemtoa wewe. Nani? Manunu? Manunu? Yaani mdogo wangu, unanikosea alafu bado unapayuka inaonesha kabisa una nidhamu zero, yani sifuri kabisa. Wewe naongea na wewe alafu unaongea na wale, wewe mpumbavu wewe. Sasa nisikilize. Nimesema mkaa nataka niupate. Nisipoupata utanijua mimi ni nani. Ni wadudu au ni mdudu? Pumbavu wewe. Imechafuka
mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho. Hayo mazungumzo ulikuwa unataka kuzungumza na mimi. Mimi naona hapa sebuleni ni sehemu sahihi, ila sasa chumbani kwangu. Kwa hiyo unaweza kuzungumza. Na pia tu nikukumbushe kwamba usisahau mamako mimi namheshimu zaidi unavyofikiria. Nafahamu kwamba unamheshimu sana mamangu. Sina mazungumzo mengine ya kuongea juu yako zaidi ya kueleza hisia zangu. Kiepe, ni muda mrefu nakwambia nakupenda. Naonyesha hisia zangu kila siku. Lakini umekuwa mgumu sana kunielewa. Kwa nini lakini? Kweli sikio la kufariki dawa. Hivi unahisi kama ningekuwa mimi nataka kufanya hicho ambacho nakihitaji, ni muda sasa umepita. Hata ukimya nao nijibu. Acha nifanye kazi ile unileta mimi nyumbani kwenu, na sio kuleta vishawishi ambavyo kila siku yani vinazidi kuongezeka. Nachoka eti. Unachoka? Hivi Kipi, unajua kupenda kweli wewe? Umewahi kupenda? Yaani unanambia unachoka. Unachokaje kwa mfano? Yaani mimi siwezi kuchoka kabisa kwenye mapenzi yako. Siwezi. Na kingine na kuahidi, sitafanya upoteze kazi yako. Na ukiwa na mimi, hautapoteza chochote katika maisha yako. Niamini tu. Ni sawa, lakini sio kwa mimi eti nakupinga sana kufanya ambacho nakihitaji. Ila mimi naogopa kupoteza kazi yangu, maana ninapokuona moyo unadunda kama ngoma ya jadi inavyogonga. Tabasamu lako jua linapozama, nafsi yangu inaamka inaruka. Hakuna mwingine kama wewe. Nafikiri nitakuwa niko sahihi. Mungu anitangulie. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho, sioni mwanzo. Kuja nikupokee au vipi? Weke tu hapo chini.
Kipunje. Leo nimeona nisikupeleke porini tena kwenda kukata kuni. Nimeona je nikuchukulie tu hapa nyumbani, maana mimi waga nikienda porini nakata kuni hata za mwezi mzima. Nakuwa natumia kidogo kidogo. Hivyo nimeona nikugaie kidogo, usihangaike tena kwenda porini. Kwenye Texas yani mimi sije kukupinga hata siku moja. Yaani hapo umecheza kama Pele yani, ina kuhangaika tena kwenda porini. Lakini pia niliongea na ndugu yako. Nikamwambia kama mtakuwa mna changamoto yoyote nyumbani mniambie. Kama kufua, kuchota maji, hata usafi pia naweza kuwasaidia. Nishakuelekeza siku kwa kienyeji hapo wenyewe lazima tujitafutie chakula, sisi huko kwa midoli bana. Yaani si masuala ya kupika, sijui kufua, kuosha vyombo. Sisi tunasibenza wenyewe, haina kuwaza yani. Kipunje. Naam. Kwa hiyo wewe ukiona unataka kuja kupika wewe baridi tu ibuka mtaani, usiwazi. Wewe. Nani anakuambia utoke ndani? Kama mambo. Poa dada nzuri vipi? Kipunje. Huyu ni mdogo wangu anaitwa Peku. Yaani baba yake mimi namuita baba mkubwa. Peku. Huyu rafiki yangu anaitwa Kipunje. Huyu ni rafiki yangu, elewa huyu ni rafiki yangu. Kipunje basi naweza nikakusindikiza tu. Mshiga kwanza tuke. Unajua kutambulisha umetambulisha vizuri nimekuelewa. Sema sasa umeenda puta, nimusikilizia kwanza. Dada mzuri unaitwa nani vile? Naitwa Peku. Peku, eti Maria au sio? Nakubali. Sema nini tuke? Wewe usiwaze kuhusu kunisindikiza, mimi nagusa mwenyewe moja moja yani. Lakini naweza kusindikiza tu usijali. Mtula bwana wewe. Oa. Mimi ndo nagusa moja moja. Haya. Sada mzuri. Karibu. Asante, tutasomana au vipi? Unaenda wapi? Rudi hapo. Hivi wewe, nikwambie nini ili unielewe? Sishakwambia usitoke ndani wewe. Kilichokutoa nje ni nini? Samee dada. Eti nisamee dada. Hivi mbona uelewi wewe? Kila siku nikwambia kitu kimoja tu. Kwa mimi naongea wewe unaondoka, unanidharau, si ndio? Hivi wewe una nini lakini wewe? Ona sasa, umesababisha mpaka mimi Kipunje ameondoka bila kumsindikiza. Si nishakwambia wewe, nakufuata huko subiri. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nakuja muda kidogo. Sijakuona nikabidi niingize begi ndani kwanza. Nikusikilizie. Ndivyo alivyosema wakubwa. Utazunguka mashariki, magharibi, lakini nyumbani ndo nyumbani. Lazima utarudi. Haya. Unashindwa kunielewa mimi kakako. Unataka kumuelewe nani? Umezunguka sasa umemkosa muone mwenzako. Mama kurudi, si ndio? Sikia nikwambie brother. Mimi maisha yangu ya kiuni. Mimi maisha yangu ya kisela. Alafu kama nilivyokuelekeza sina namba. Sijui unanielewa. Mimi nimezunguka lakini nimerudi nyumbani. Wewe si ndugu yangu. Wewe si damu yangu. Shida nini, kuna problem? Tatizo najua hakuna. Sio stories zetu mimi na wewe. Tuongea nao jili. Ulichokisahau ndo hicho. Unajua siku zote kwenye maisha usiishi kwa majivuno wala majigambo, kwa sababu hii dunia tunapita. Dunia utaiacha kama ulivyoikuta. Kwa hiyo mwanadamu takiwa unyoke hivi na usikilize sana kuliko kuongea sana. Wewe ni mdogo wangu tu, nimetangulia kuliona jua. Tulia. Halo. Halo. Anakuaje hapo mwamba? Bado upo Dosela Kipunje hapa. Mwanangu Kipunje huyo.
Nunda. Aya ndo venye. Niambie mwanangu. Huko shebele tu Sela, sema hapo wenyewe niliamua kujichenga kutokana na blaza yako Manchegeka kibao. Mimi nikaamua kufutika kama unavyojua, mbele yao haina kurudi nyuma wala kutia huruma hapo wenyewe. Sema mimi nimejipigilia Sumbawanga huko Achuzi. Kuda dadake shangazi yako bibi yako Kipele, mtoto umeenda mbali wewe. Sasa mwanangu Sumbawanga kwa unafuata nini huko jeshi langu? Mimi nimerudi mwanangu nginja ninavyokuelekeza hapa. Nimerudi na mazaga kibao nikajua wewe upo mwanangu, dakika mwisho za lao tumavi kibao mjombangu. Haina hiyo Sela, wewe fusi kama vipi uibuke huko, ukishachukua gari hapo, ukishafika mpaka Sumbawanga mimi utanikuta stand, mimi nakupokea Nunda. Mbona kama hivyo? Samahani mjomba, najua kwa hiki nilichokifanya kiupande wako kiko sawa. Mjomba, nashukuru sana kwa ukarimu unaonyesha na kuweza kunisaidia mpaka hapa nilipofikia. Ila nimeamua kuondoka na kurudi nyumbani kuepuka na hizo changamoto na matatizo yanayokupata kwa sababu ya kunisaidia mimi. Uwe na maisha mema mjomba, uwe na familia yako. Ni bora nikajipambania mwenyewe, maana siwezi kuishi kama mtu. Asante sana mjomba. Mungu akutie nguvu kwa mapambano yako. Kila la heri. Umeshachelewa. Inakubidi utulie ili ujue namna gani ya kufanya uweze kumrudisha katika imani yako. Hivyo kwa sasa hivi endelea na majukumu mengine. Sawa. Baridi mwanangu, kutokana na mazingira mimi nilikopo huku mbali. Mida hii ninavyokuelekeza hapa kwenye mimi natoka. Ndo venye Sela. Kumbe vipi? Najua uko mbali mwanangu. Nina bonge la dili, ngoja nifike. Bado upudo hapo wenyewe chapchi kama shoti. Poa. Wewe mimi ndo kama hivi ninavyokuambia mjombangu, mwana ndio kibinji winji. Mwanangu adabu ndo akanipigia simu. Si unajua? Wewe au popote alipo nipo. Kama unavyoelewa. Kanigongea mwanangu kwa Sumbawanga. Mimi ninavyokuambia sasa nanyanyua mguu mimi naelekea kwa Sumbawanga kwa mwanangu. Kiwinji winji. Utaelekea matenga yangu vizuri ndani hicho kipegi nini utaelekea safi nini? Mimi naenda nitageuka. Sasa nisikilize kwanza. Kwa kuwa tayari ameshakuelekeza anapopatikana, kwani usitulie kwanza nyumbani? Kwa sababu hata umefika tu hapa, yani hauna muda wa kukaa kupiga story na mimi, huyu unaondoka. Hujajua kilichojili hapa au kinachotaka kujili hapa. Hebu nisikilize mdogo wangu nikwambie. Shemeji yako airudi nyumbani kwenda kumuuguza mama yake. Yapata mwezi sasa. Na kama unavyojua sheria ya dini, siwezi kuswalisha watu au kufundisha watu kusipo na mwanamke. Na imenibidi niongeze mke. Kwa hiyo hivi karibuni natarajia kuoa. Sasa basi, dharau ulizokuwa ukimuonyesha shemeji yako sitaki jirudie kwa mwanamke anayekuja. Nadhani unanijua. Yaani usinione mpole kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ukanichukulia poa. Sipendi jitokeze hiyo. Na kama ndio huo usela, basi tafuta matofari ujenge nyumba yako. Au upange chumba uweze kukaa nao wahuni wenzako. Siji 32, siji 45. Hapa kwangu unahitaji maadili na heshima. Bloody, wewe mwanamke unemuoa, mwambie Baruza ni nani. Alafu ndege afundushi kuruka. Analuka mwenyewe. Baruza, najua hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Na ukubwa ni jalala. Acha niendelee kuyabeba madhaifu yako. Ila najua ipo siku utayakumbuka maneno yangu.
kweli kafiri azaliwe, anatengenezwa na dunia, na bado nawaza, sijajua huyu mtoto kalisi wapi, na nyumbani hatupo hivi. Ya Rabbi, mjalie mdogo wangu aepukane na dhahama alizonazo. Mbona piga makelele kwenye majumba ya watu? Kata. Shida inakuja kuwa wapi hivyo? Kama vipaka viko kuna gombala kwenye nyau. Sasa hizi. Salama, habari yako? Kwema. Ni kama ulivyokuja ndivyo nakupokea. Sio kama ulivyokujaga mwanzoni kile kipindi. Kata yupo. Kama kana chamba umbea vile yani. Sema leo umekuja kistaarabu. Haya. Ongea nikusikilize. Samahani, Kata nimemkuta. Umekuja peke yako? Yuko mnanitega hapa. Oi, Kata unamtaka Kata gani? Kata ndasiko 77 Genius au unamtaka yeye nani Poloto? Namtaka Kata shemeji yangu mimi, mpenzi wa mdogo wangu. Huyo sasa kwani mimi nazungumzia yupi sasa? Sema ameshakuwa huyo mtu mbili sasa hivi. Kuna Kata list underscore, afu kuna Kata hiyo ndani yake kuna Poloto. Yaani kiufupi ni hivi, lichi lake lishachekechwa. Umeona? Yaani kama ni Just TV, tayari ni mcheto aioneshi vizuri kabisa na ni polasi. Unajua wewe acha masiara yako. Mimi namtaka Kata. Nina shida naye binafsi. Wewe unavoletea masiara mimi nakuelewaje sasa? Afande Mpozi, acha mimi niende kwa yule mama nikamuondoe shaka kuhusiana na kesi ya mwanae. Sawa Afande Flora. Uwajibikaji mwema. Cha muhimu kuwa makini na ofisi. Changamoto yote inapotokea uweze kuitatua mpaka mimi nitakaporudi. Usijali Afande Flora. Ofisi ipo mara salama. Hivi mimi na wewe nani sio muelewa? Basi nani kuelewesha au? Sasa siku zote mnaionaga mimi amnazo. Nimekwambia dishake limechekechwa, yani kifupi kamelogwa kakata. Umeona? Kamesha logwa, yani sasa hivi akaeleweke hapa nakaa tu mimi. Sasa hivi kanakaa kule. Sasa eti kupanga kanaishi jalalani. Hivyo ndio mimi nakuwa naangeka nauza kimwili changu huko na palangana hapa na pale, nipata kimia nichukue vimandazi nikipelekee kule jalalani. Kwa ndio hivyo tu. Yani kifupi story ya marehemu ndio iko hivyo. Jamani shemeji yangu. Kwa hiyo unataka kuniambia akachanganyikiwa kabisa akili hana? Sasa mimi nieleweje? Mbona nahisi kuchanganyikiwa? Sasa ukichanganyikiwa na wewe haya memena anakuwa na mwangalizi gani sasa? Kasha changanyikiwa mume wake na wewe tena uchanganyikiwe. Kaza mtoto wa kike wewe. Kwani unaweza kukutana naye hivi akakung'ata kwenye kidole cha mguuni, ukapata fangasi kwenye macho, nywele zikasinya. Mtu akashinda kujua una HIV au una ukimwi. Unaona? Kwa ndio hivyo sasa story ya marehemu ndipo ilipoishia hivyo kama nilivyozungumza. Mimi sikuamini mpaka unipeleke huko jalalani nikamshuhudie mwenyewe kwa macho yangu. Maana wewe Mungu sana. Sawa. Ndio takililia wewe, upe mkate. Labda ndio kuenjoy kwake. Sema ngoja nirudishe kwanza kimlango. Si unajua tena. Wasije akapita hapa kina Poloto wengine. Maana duniani wawili. Kaja kavunja na kuvamia huko. Hapo vitu vikako hivi. Ushoto kulia. Njia tunapita huku hivi. Barata! Machozi yamekuwa mto wa safari. Kila siku, kila
Nipe dakika 2 nitakupigia. Ukafuata nini hapa? Wewe, hebu ondoka hapa kabla sija kuchukulia maamuzi. Kimimi. Ow! Lose steady talk about it, what I say now. Show! Ding ding. Shemeji Kido, nimefurahishwa sana na ujio wako hapa kwangu. Pamoja kwa kimya chako kilikuwa kinanipa maswali mengi. Si kawaida yako. Wakati wa uhai wa marehemu dada yako, ulikuwa kila wakati unafika hapa kwangu. Sasa sijajua kitu gani ambacho kimetokea, ama kuna mahala nimekukosea. Hapana. Na kama ungenikosea, ningeshakwambia shemeji. Unajua wewe mimi ni shemeji yangu. Na heshima yangu kwako iko pale pale. Isipokuwa haya mambo ya kazi tu ndio yamenifanya kidogo nisiwe nafika hapa nyumbani kwako. Lakini pia kifo cha marehemu dada yangu bado kina utata sana sana, hususan kwa familia. Na sio familia tu, hata mimi mwenyewe. Kuna muda yani nikikaa naona kabisa taswira dada yangu hii hapa inanijia. Hivi kifo cha dada yangu kimesababishwa na nini hasa? Maana tunashindwa kupata majibu ambayo yameeleweka. Shemeji, ili swala lina utata mpaka kesho. Shemeji, katika familia yenu hakuna mtu ambaye ninamheshimu kama wewe. Maana wewe umebeba nafasi ya baba yenu, ambaye ni baba yangu mkwe. Haijalishi kuwa mdogo kwa marehemu mke wangu, lakini bado nasimama kama kaka. Hivyo sijafikiria kama unaweza kuwa na mawazo kama hayo. Kwa unataka kuniambia mimi nahusika na kifo cha dada yako? Shemeji, mimi sina maana hiyo. Nilikuuliza tu. Sasa mbona kama unajishuku? Mtambue maumivu ambayo mnayapitia nyinyi, kwangu mimi ndio zaidi. Mimi naomba tu kitu kimoja shemeji. Kwa kuwa umeshafika hapa kwangu, na hapa ni kwetu wote, wewe pumzika, alafu ondoa hayo mawazo ambayo ulionayo. Sawa. Lakini kaa utambue, mtaka nyingi na saba ufiko na mingi misiba. Mimi naelekea ndani. Chaupele. Ina maana huyu mwanamke hayupo, ameondoka ama vipi? Na kama atakuwa ameondoka, nani atakuwa amempa mitego kutoka hapa nyumbani? Na hizi dawa zangu ama mwelekeza nani mpaka akaamua kuzifukua na kuziweka hadharani kama hivi? Au atakuwa huyu Madevu kama ambavyo nilisi mara ya kwanza? Na kama atakuwa ni Madevu, basi atafuta vita ianze upya kama mara ya kwanza ambapo tumemfanya. Huyu bado hajakoma, na ndio maana atakuwa anaingilia katika himaya yangu. Hakuna mwingine, atakuwa ni yeye, ukisokolo kwinyo tu. Lambusi. Asala makanyola, wala imeniuma sana hiki.
mwana nduku, mwana nzembwela, basi nitamkomesha huyu. Namchukulia mimi kama bibi yake. Ashmanike ya Dhulhati Ferati. Shikamoo. Marahaba. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake.